Uongozi Talks, the podcast. The podcast. The podcast. The podcast. The podcast. Naam, karibu tena kwenye Uongozi Talks, jukwaa ambalo limekuwa likialika viongozi mbalimbali ambao pia wamekuwa wakionyesha mchango mkubwa katika jamii. Viongozi hawa sio wale wenye mataito makubwa, lakini ni wale ambao wameendelea kufanya jamii kuonekana sehemu salama, jamii kuonekana sehemu nzuri kwa watu kuweza kuishi. Na leo tuko na mwanaharakati wa haki za binadamu, lakini ni sauti ya wanawake wengi Tanzania, ambaye ameweza kufanya kitu kikubwa cha mabadiliko nchini Tanzania kwa kuweza kufanikisha kushinda kesi ama kubadilisha sheria ya ndoa za utotoni kwa wanawake. Nataka kufahamu ni naye. Niko na dada yangu Rebecca Gyumi. Karibu sana Uongozi Talks. Asante sana Hassan. Nashukuru sana kuwa hapa. Tumefurahi sana na ona nimebarikiwa sana leo hii kuwa na wewe. Ni kitu ambacho nilikuwa nikikitamani, nikimwomba Mungu. Kwa hatimaye leo tumeweza kujumuika pamoja siku ya leo. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Asante. Sasa hata tunaanzia wapi? Kwa sababu naona nina vitu vingi sana vya kuweza kujifunza binafsi, lakini pia kwa vijana wenzetu ambao wamekuwa wakikuangalia kama role model, umekuwa ni kioo. Mimi mwenyewe nimejifunza vingi sana. Wakati nasoma kitabu cha Robin Sharma, The Leader Who Had No Title, nadhani huu utakuwa ni mwanzo wetu. Watu wengi huamini lazima uwe na cheo kikubwa ili uweze kuleta mabadiliko kwenye jamii, ili uweze kufanya kitu ambacho kinaweza kuonekana. Kwako safari ya hasa ilianzia wapi? Nini kilikupa ujasiri wa kuanza harakati ambazo ulianza kuzifanya, ambazo umekuwa ukizifanya? Asante sana, nashukuru. Nafikiri niseme tu kwamba nikirudi kwenye historia ya nilianzia wapi na kitu gani hasa kilinifanya nigundue kwamba labda hapa nimeanza harakati. Inawezekana wakati mwingine hata nikiangalia nyuma naweza nisiseme mwaka huu ndo nilianza. Lakini mimi naweza nikasema maisha yangu tangu nimekuwa kwenye jiji la Dodoma miaka mingi iliyopita. Kwenye familia ambayo nilikuwa ninaona namna ambavyo kila wakati sikuwa ninapenda kunyamaza ninapoona kuna kitu labda kinafanyika tofauti au kuna uonevu. Mfano kitu kidogo tu, labda mimi nimezaliwa ni mtoto wa kike wa kwanza, nina kaka zangu wakubwa wa kwanza na wa pili. Kitu kama kaka yangu kwa mfano anaenda kwenye birthday ya rafiki yake, haombi ruhusa. Ndio. Anarudi muda anaotaka, alafu unajua hakuna mtu ana sheria kama bi mkubwa kwenye nyumba nyingi. Yes. Lakini bi mkubwa ndo anayemfungulia mlango hata kama ni saa 4 saa 5. Niko sielewi. Mimi nikitaka kutoka, tuseme tu naenda kwenye mafundisho ya Biblia ambayo labda yanafanyika mtaa tofauti na pale kwetu. Ndio. Inabidi niombe ruhusa si chini ya wiki 2. Ndo mzee akuruhusu. Kwa kuna siku nikamkalisha tu mzee, nikamwambia bwana, mbona vitu hivi? Of course kwa heshima, kwamba mbona naona kama tunakuwa treated tofauti. Mbona hakuna usawa? Yani wote ni watoto, kama ni tunatakiwa wote kuheshimu nyumbani, kurudi mapema. Kwa nini mimi nakuwa na utaratibu tofauti? I think kitu kimoja ambacho naweza pia nikasema kilianza kunionesha tangu mwanzo sauti yangu na uwezo wangu siwezi sema tu kushawishi, lakini kuonesha pale ambapo naona panatakiwa pawe tofauti, ni namna babangu pia alivyonipa mimi nafasi ya kuhojiana naye. Tulikuwa tunaweza tukadebate on many issues. Na mimi nafikiri iko ni kitu sikichukulii kwa udogo.
Kwa hiyo una reason naye, baadaye anasema okay sawa, basi wewe unatakaje? Una negotiate, naambia basi hiyo hata labda siku moja au mbili, kama nia sawa, najua unataka kunilinda. Unajua familia nyingi za Kiafrika mtoto wa kike anakuwa na tunazo hizo mila. Yeah. Unataka kupunguza ile ukubwa wa kutoa taarifa. Yeah, yani kwa naona kama iko too much, kama vile sipati tena uhuru ule. Lakini niseme tu dhana ya uongozi, mimi nafikiri uongozi unaanza kwako binafsi, unavyoweza kujiongoza wewe kama binadamu, kwa sababu mara nyingi tukifikiria uongozi tunafikiria tu ushawishi kwa watu wengine, lakini kwangu mimi ninaona uongozi ni namna unavyoanza kujiongoza wewe binafsi. Maamuzi unayochukua na ambayo huyachukui, kuanzia mwanzo yanaanza kusema wewe ni mtu wa namna gani. Unaamka asubuhi, unaamua kutandika kitanda au unaamua kuondoka umeacha kitanda hakijatandikwa. Hiyo ni sehemu pia ya kujiongoza kama binadamu. Kwa mara nyingi wakati mwingine huwa tunasahau hizi small nuggets. Tunafikiri uongozi ni ule tu ambao utatoka utaenda kuwashawishi wengine watafanya jambo kubwa. Tunasahau kwamba uongozi unaanza na wewe. Kwa mimi naamini namna ambavyo nilikuwa kwenye familia kama binti wa Kitanzania, nikakaa kwenye nafasi kama binti, kama mtoto, lakini vile vile nilipoanza kwenda shule, namna ambavyo nilikuwa ninaona fursa za kuunganisha wenzangu kutatua changamoto za shuleni. Nitakupa mfano, mimi nimesoma shule ya kata sekondari Dodoma, inaitwa Kikuyu Sekondari. Nilikuja kugombea, hatukuwa na head girls, head boy, tulikuwa tunasema head prefect, kiranja mkuu. Na ilikuwa ni a very tight competition. Tulikuwa kuna watu wengi wanatamani kugombea na nilipata kuonesha nia na wenzangu wakanichagua. Namna ambavyo tuliweza kuunganisha nguvu, tukajenga shule yetu ambayo kipindi inaanza ilikuwa ni jengo moja tu. Baadaye ikaja ikajengeka kwa sababu wanafunzi waliamua kwamba tunataka kuunganisha nguvu, kuchangia kwenye kujenga shule. Mimi nafikiri kwangu hizo ni alama. Inawezekana ni ndogo kwa kipindi hicho au nikiongea leo nilipo, lakini zilianza kunionyesha kwamba pale ulipo, kuanzia kwenye kujiongoza wewe binafsi, kuangalia mazingira yanayokuzunguka, kuchallenge vitu ambavyo wakati mwingine vina reinforce zile biases, unaanza kuonyesha uongozi. Na labda nimalizie tu kwa kumquote Martin Luther King. Aliwahi kusema kwamba unajua, ukizungumza kwenye dhana ya kwamba uongozi unaanza na mtu binafsi. Kwa mfano wewe ni mfagiaji, alisema ni unatakiwa ufagie vizuri sana kiasi kwamba malaika wa mbinguni na duniani waseme kuna siku aliwahi kuishi mfagiaji. Yani maana yake ni kwamba popote ulipo, kama unashika kamera, yani shika kamera vizuri kiasi kwamba wakija kusema kuna cameraman gani hapa, wakufikirie wewe. Kama kazi yako ni kutenga maji, tenga ile glasi vizuri sana kiasi kwamba mtu akija aseme kuna mtengaji glasi bwana. Hapo ulipozungumza kwenye kamera, huwa rafiki yangu zake. Rafiki yangu zake. Huwa nawaambia sana, wewe ni kiongozi na uko nyuma ya kamera, lakini wewe ndio ambaye una lead the camera. Ukinipa mimi kazi ya kuishika kamera, automatic sitaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo nimependa umeonyesha kwamba uongozi sio uwe mpaka kwenye cheo au title. Popote ulipo tayari ni kiongozi. Ukiwa kama mwanzilishi wa Msichana Initiative, unazungumziaje transitional leadership? Concept of transitional leadership. Okay. Niseme tu kwanza, transitional leadership ni dhana ya kupasishana madaraka, labda kwa Kiswahili ambacho sio rasmi. Ni dhana ya kupasishana madaraka, kurithishana. Nasema uongozi ni koti la kuazima. Exactly, kabisa. Ni ile kwamba unajua leo niko hapa, kesho atakuja Hassan, na unapokuwa kwenye nafasi yako unaweka mazingira ambayo Hassan akija usiseme nilijua tu Hasani asingeweza, mimi pale ndio nilikuwa kila kitu. Yaani unaweka mazingira kiasi kwamba Hassan is set to succeed. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba hii dhana pia nimeishi kupitia shirika ambalo nilianzisha la Msichana Initiative.
wakati nimeanza kupata maono kwamba ninatamani kujenga jukwaa kubwa la wasichana wa Tanzania, mwaka anafika kama 2015 14 hivi, nilikuwa nimepata program moja ya fellowship ya University of Cape Town. Asante. Na moja ya kitu walitufanyia ambacho naona kilikuwa very transformative, kila mtu aliyeshiriki walimpa coach ambaye anakusaidia kuchakata mawazo yako. So maono. I had a coach. Wow. I had a coach. Kipindi hiko nilikuwa bado niko femina. Kwa hiyo akawa ananisaidia kuchakata kwamba wewe moyoni unasikia unataka kufanya nini. Kwa hiyo wakati nimeweka maono yangu kwamba natamani kuanzisha shirika, kwa sababu ninaamini itakuwa ni jukwaa la kutetea haki za watoto wa kike. Niliweka naweza kusema kama nadhiri kwamba natamani nitumikie shirika kwa muda usiozidi miaka 10. And then kabisa kwamba na baada ya miaka 10 nitatamani kuona mtu mwingine anakuja na kuendelea. Unajua tutakuwa na fina Tania. Wakasema, miaka 10 tu. Na nafikiri watu wengi walianza kuona kama na Tania miaka kama 4 au 5 kabla sija exit. Kwa sababu unajua pia unapoanzisha kitu kuna gharama nyingi unalipia. Sahihi. Na wakati mwingine gharama nyingine inaweza ikawa ni kuingia mfukoni kuendesha hiko kitu. Definitely. Kwa hiyo mwanzoni wakati naanza kama mashirika mengine mengi, kila kitu wakati mwingine ilikuwa ninatoa mimi mfukoni. Kwa hiyo mpaka watu wanakuja wanaona kumbe hiki kitu kiko serious na wana traction kwenye jamii na wanaleta impact. Yes. Miaka 5 si ngapi ishapita, ndio tunaanza kupata watu wanakuja wafadhili, mnakuwa mna resources nyingi. Kwa kutoka kwenye mfano sawa msichana, kutoka kwenye budget 0 2016 nimekuja kuachia shirika, let's say shirika lina budget ya mwaka zaidi ya bilioni 2. Mtu anakushangaa kwa nini unaondoka? Usi ndio ulikuwa muda unatakiwa ubaki. Watu wanakuambia muda wako. Kumbe haikuwa dhana yako. Exactly. Kwa sasa tunarudi kwenye dhana hiyo kwamba transitional leadership ni kujua kabisa kwamba unaweza ukawa ni mbeba maono, lakini muktadha kwa maana context wakati mwingine inaweza ikabadilika na inahitaji aina tofauti ya uongozi. Lakini uongozi mzuri ni ule unaoamini kwamba you are not the only great person or the great leader. Yaani sio kiongozi bora kuliko viongozi wote. Yeah. Kwa mimi nilikuwa ninaamini katika hizo ethos. Kwa hiyo nilijenga mifumo kwamba taasisi isikae katika sura yangu tu, kwamba Rebecca akiwepo ndo taasisi ionekane inafanya kazi. Niliweka misingi ya watu kuheshimu taasisi kwa sababu ya namna ambavyo mifumo ipo. Kwa mifumo ya fedha, mifumo ya namna tunavyotengeneza programu, mifumo ya uwajibikaji ndani ya shirika, na mwaka jana tulianza sasa search rasmi. Yeah. Kwa hiyo transitional leadership kwangu mimi naona ni kitu ambacho labda waanzilishi wengi wakikielewa na wakakichukua kinaweza kutoa kwenye ile kasumba ya mashirika mengi kufa kwa sababu tu kiongozi ameondoka. Na unajua kuondoka tunafikiriaga tu ni voluntary kwamba mimi leo nimeamua naondoka. Leo umeanguka. Unaandaaje shirika liweze kusustain beyond you? Exactly. Yeah. Kwa hiyo I think kwangu mimi transitional leadership ninaweza nikaizungumza kwa namna hiyo. Yeah. Hakika ni kitu kikubwa sana kuweza kutengeneza mifumo, na hapo nadhani ndio changamoto kubwa sana iliyopo ya taasisi nyingi, kwa maana ya kwamba yule mbeba maono ndo ambaye anataka ni ile shirika kama linakuwa kwa nalo, kama linakufa wafe wote yeye pamoja na shirika. Yeah. Ni nani ambaye amekuwa inspiration yako wewe kufanya hayo yote makubwa? Nani ambaye amekuinspire? Nina watu kadhaa. Naweza nikasema kwenye upande wa taasisi nimekuwa ninavutiwa sana na kiongozi kama Rakesh Rajan. Alikuwa ni mwanzilishi wa mashirika kama Twaweza, Haki Elimu, baadaye akaja kuwa ni vice president wa Co Impact, ni global
global institution ya masuala ya utoaji wa rasilimali kwenye masuala ya jinsia, lakini sasa hivi ni rais wa shirika linaitwa Just Systems. Ananivutia sana kwenye upande wa ujenzi wa taasisi, kwa sababu kwanza nampenda, nikiangalia historia yake, ni Mtanzania. Unajua wakati mwingine unaweza kuwaza sasa unajua yule alikuwa sio Mtanzania. Huyu ni Mtanzania mwenzetu. Kama ameweza kujenga taasisi, na inawezekana sasa mimi nimekutajia hapa ujui kama ndo alianzisha ya kielimu. For real. You know what I mean? Yeah, bro. You know what I mean? Live the vision. Absolutely. Yeah. I understand. Yes. Yaani amejenga vitu vikubwa kwa maslahi ya jamii yetu na nchi, bila kujali kwamba yeye ndo alikuwa mbeba maono. Na vitu vikishashika, anaweka watu wazuri, mifumo mizuri, anaendelea na vitu vingine kwenye eneo la taasisi. Kwenye eneo la jamii, ninavutiwa na mama mmoja anaitwa, afahamiki sana, anaitwa Mama Mdendemi, na nitakwambia kwa nini. Kwangu alipanda mbegu ya kujitoa kwa ajili ya jamii, yani ile dhana ya ubuntu, I am because you are. Tangu nikiwa binti mdogo sana. Ni mama ambaye nilikuwa naenda naye kanisa moja. Alikuwa ananiangalia mimi, sio tu mimi, sasa kuna wengine pia wanaangalia, lakini najizungumzia kwa story yangu. Alikuwa ananiangalia mimi na potential yangu, anaangalia background nayotoka, labda wazazi wangu hawawezi kunisupport. Nilipofaulu kidato cha 4 kwenda shule ya vipaji maalum Kilakala, aliniita ofisini kwake. Akiwa ni mmoja wa mama wachache sana pale kanisani ambao wamesoma na wanafanya kazi. Narudi tena kwenye jinsia, kwa sababu mazingira yetu mengi hukutani na wanawake ambao wamesoma, wamefanikiwa, wanajaribu kuleta tofauti kwenye familia zao. By that time. Maana sasa hivi imebadilika. Nazungumza kipindi kile. Ukiangalia, ukiscan pale kanisani, naweza kusema baba she was the most educated. Yeah. Alikuwa anafanya kazi ya halmashauri pale ya Dodoma. Akaniita ofisini kwake, akachukua join instruction yangu, akaninunulia kila kitu. Wow. Na mpaka leo, sio kwamba alilifanyia vile ili nimlipe, hapana. Yaani unaona kabisa genuinely she wanted me to succeed. So kwangu mimi yule, hata nikisahau kwamba paying it forward inafananaje, huwa namkumbuka huyu mwanamke na wema alionitendea kwa nafasi yake, na namna ambavyo mimi naweza nikaendeleza huo wema. Wa mwisho. Wow. Mungu amlipe. Kabisa. Yaani Mungu ambariki sana. Wa mwisho ni Dr. Migiro. Asha Rose Migiro. Balozi. Yule mama mimi nimempenda nikiwa mdogo sana. And I think it's the same thing, kwa sababu kipindi kile unajua TV ndio hiyo misogyny by the way. Kwa kama huu muda ndo mtapiga ule wimbo, nimeona kuna challenge. Ukisema mimi si nimezaliwa 1990 ngapi? Mnapiga wimbo fulani, mpige saa hizi. Yeah, so that time TV kiletwa sebleni, mnaangalia, mnaruhusiwa kuangalia Taifa Habari na mzee. Nilikuwa napenda anavyomuona yuko wizara ya jinsia, akapelekwa wizara ya katiba. And then I was like, yani curious, huyu ni nani? Nikatafuta nikamfahamu. Kwamba ni Dr. Asha Rose Migiro, ni mwanasheria. Kienda chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, ana clean history ya kufaulu vizuri sana. Amekuwa ni role model wangu sasa kwenye elimu. Huenda amekuinspire pia kuweza kusoma sheria? Sio huenda. Hiyo nimeshasema mara nyingi na naomba niwe quoted tena. She is the reason why nilienda kusoma sheria. Yeah. Kabisa. Nilipenda alichokuwa nafanya, lakini nilipenda kwamba ili ufike pale lazima ushike elimu. Kwa hiyo I think path yangu sasa ya kumshikilia elimu, kuwa na bidii, kuwa na nidhamu na kuwa na focus kwamba ninachotaka ni hiki. Alikuwa amenipa roadmap nzuri sana. Yeah. Kwa hao wanawake watatu, au niseme watu watatu kwangu ni muhimu. Rakesh Rajan, Mama Mdendemi na Dr. Asha Rose Migiro Balozi. Yeah. Hongera sana. Asante. Mimi naamini kwenye kujifunza
lazima tujifunze kwa ambao wametutangulia. Na ukiwa watu ambao unawaangalia kama picha, maana yake ni kitu kizuri sana. They acted as your role model. Lakini pia kwenye maisha tukiwa na mentor na coach kama ambavyo uliweza kupata since then. Kwa naamini kwa kijana yoyote ambaye anahitaji kufanikiwa, naamini anahitaji hao watu watatu. Awe na coach, awe na mentor, awe na role model. Tukiangazia pia kwenye huu upande wa taasisi, kuna concept ambayo tunasema founder syndrome, ambapo taasisi zinakuwa zinamtegemea sana mwanzilishi. Umeona? Na kwa Tanzania hiyo picha hiyo bado tuko nayo, na kumekuwa na startup nyingi sana ambazo zinaanzishwa. Wakati mwingine hata kufanya maamuzi fulani ni mwanzilishi labda ni anaumwa ama hayupo around, maamuzi hayafanyiki. Unazungumziaje hiyo concept na inawezaje kupelekea taasisi kufa? So founder syndrome ni changamoto ya mashirika mengi. Na hiyo changamoto inakuja kwa sababu wakati mwingine inawezekana ni kwa sababu ya hatua ya ukuaji ambao shirika ipo, lakini wakati mwingine ni huyu mwanzilishi kukataa kukua. Hizo ni aspect mbili tofauti. Hatua ya ukuaji wakati mwingine inaweza ikamhitaji mwanzilishi kwa namna ya hatua mliopo, kama ulivyosema, unaelewa exactly. Itabidi tu wewe uwepo kwa kiasi kikubwa. Mimi huwa naangalia documentary, nasoma long articles za watu wa kwenye tech ecosystem. Sio kwa nini huwa napenda, yani mimi kama kuna watu wanaojifunza sana ni kwenye tech, how they run startups, lakini founders pia kwenye tech ecosystem na wenzetu wameenda mbali sana kwenye namna ya kuendesha entities zao. Mnapoanza mkiwa kwenye hatua ya ukuaji, founder unaweza ukawa wewe ndo kila kitu. Wewe ndo admin officer, wewe ndo finance officer, wewe ndo unayepost social media, wewe ndo mfadhili. Yani hizo ni hatua halisi kabisa unapoanzisha kitu. Na wakati mwingine unaweza pia ukapata wale watu wa kwanza, kwa sababu unajua hakuna wazo linalokuwa bila kuwa na watu wengine. Yani hata uwe na wazo zuri kiasi gani, you need people. Unahitaji watu. Kwa hiyo unapoanza kukua, let's say umepata watu wako wa kwanza wawili, mmoja wawili wa mwanzoni, itakubidi sasa wewe ufahamu pia hawa wanapokuja, mimi ninawezaje kuwapa clear responsibilities ili wajue hili lilokuwa nalifanya kwangu limetoka. Kwa uwezo pia wa kudelegate. Manake kama ulikuwa content unaandaa wewe, exactly, umempata sasa mtu akuweza kusaidia, manake umpe majukumu sasa. Exactly. Content wewe limekutoka kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akawa amepata watu, na labda hii naweza nikaisemea kwa mashirika mengi ambayo nimepata nafasi ya kuengage nayo. Unajua changamoto tulionao sasa hivi kwenye ecosystem yetu, inawezekana mtu akawa ni mchanga yeye mwenyewe, yani bado anajifunza mazingira ya kazi yakoje, kurun institutions kunatakiwa kuwe kuna principles gani, alafu yeye mwenyewe ana run shirika. Wakati labda kwa kawaida ingekuwa kama kwenye professional setup, huyu mtu angeingia kama officer tu wa kawaida kwenye mifumo iliyojengeka. Kwa mara nyingi mtu wakati yeye mwenyewe anajifunza, ana run shirika, kwa hajui kila kitu. Anaweza kama anapata watu lakini hajui hata kuambia watu majukumu yenu ni yapi. Is it a challenge or opportunity? I don't know, you can take it both. It's an opportunity kama mtu anachukua ile learning mindset, kwa sababu you can learn, unaweza kuwapa pia opportunity wengine wakajifunza, but it's a challenge kama mtu hataki kuona kwamba sijui hiki kitu na nilikuwa nafanya kwa sababu sikuwa na namna nyingine. Lakini sasa hivi nimempata Hassan ambaye wakati anajiunga hapa yeye alisema anaweza akatusaidia kwenye social media. Kwa niwe clear kwamba what are your to do's. Sasa shida inakuja kwamba Hassan ajua anataka kufanya nini. Kwa akija ofisini anakusubiri kila siku umwambie.
kwamba Hassan, leo tutatengeneza poster. Kwa hiyo shida inakuwa ni kwa mwanzilishi au shida inakuwa kwa Hassan ambaye anajua kazi yake lakini anamsubiri mwanzilishi? Kazi kubwa ya founder, kazi kubwa ya CEO, kama kuna kitu chochote nimejifunza, is to manage talent. Is to manage talent, meaning managing people. That's your number one job. Huwezi ukaidelegate. Sasa kama wewe hujui jinsi ya kumanage watu ulionao, unaweza ukapewa Hassan ambaye alitoka huko anafanya A+ akaja kwako kafanya C. Kabolonga. Yani akafanya C kabisa. Sio kwa sababu hana uwezo, lakini huna systems. Hakuna clarity. Yani mnaendesha shirika kwa vibe. Sio, unanielewa? No calendar. Yani leo tunajisikia okay, let's do this. So you won't run a sustainable institution like that. Kwa founder syndrome inakuwa sasa ni changamoto kwa sababu ya ukuaji. Ndio. Kwa kwenye ukuaji nilikuwa nasema hizo aspect mbili, kwamba kwenye ukuaji inawezekana mtu yuko limited kwa sababu tu by default mbidi aweze. Exactly. Lakini sasa hatua hii ya pili nilikuwa naizungumza ni ile founder amegoma kuendana na nyakati. Sasa hiyo ndo tunakutana na watu wengi, unakuta sasa paka board inakaa inasema Rebecca, tupishe basi ndugu yangu, tupishe, tutakutafutia basi shamba Bagamoyo tunafutia sehemu wengine kwanza. Unanielewa hiyo maana yake you've overstayed. You have overstayed. Na shida hiyo inakuja kubwa kwa sababu gani? Scenario yangu, founders wengi kwa sababu anajua mimi ndo nilibootstrap, nilitumia hela zangu kuanzisha shirika, nilitumia nguvu zangu nyingi, nililipa gharama nyingi, nilikosa usingizi, I didn't have time with my family ili shirika lisimame. Kwa sababu sasa hivi limesimama, tunapata labda resources au tumeanza kueleweka, ndio inahitaji kama ni vune. Sasa mimi naona unakuwa ni ubinafsi kidogo. Tukirudi kwenye dhana ya uongozi, wengi hatuelewi servant leadership. Kwamba wakati mwingi, unajua leo kwa mfano tukisema unafunga shirika, vitu vyote vya shirika mimi sipewi. Nitaambiwa tafuta shirika linaloendana na msichana ugawie. Hiyo ndio sheria ya Tanzania. Kwa sababu gani? Ile sio shirika lako, ni shirika la jamii. Kwa watu wamejimilikisha, wanaona vile vitu ni vya kwao. Lakini ukifikiria I'm building, nina contribute kwenye kujenga jamii ya Tanzania bora, ni rahisi sana kwa kweli kujitoa kwenye picha. Sababu unaona nimefanya my part, na yeye kwenye dhana kwamba si mimi ndo bora kuliko viongozi wengine, atakuja mwingine labda hata bora kunizidi, unamwacha aendelee. Kwa hiyo kama nimejibu yote, nafikiri tu dhana hiyo ya kwamba role yake kwenye destabilize au kustabilize mashirika ni kwa sababu unaweza kuwa unaua creativity, innovation, kwa sababu mawazo yaliyoanzisha shirika hayawezi kuwa mawazo hayo yanaweza kusustain shirika miaka 10-20 baadaye. Vitu vinabadilika. Tofauti kabisa. Nyuma AI ilikuwa bado kabisa. Yes. Lakini sasa hivi maana by any means lazima uwe na hao watu. Umeona Asante sana. Tunaendelea na Uongozi Talks. Endelea kupata maarifa, na leo tuko na mwanzilishi wa Msichana Initiative. Anatupitisha sehemu kadha wa kadha, namna gani ukiwa kama mwanzilishi au mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali unaweza kulihakikisha linaendelea kuishi. Lakini pia tunaendelea kupata maarifa ya namna gani unaweza kuwa kiongozi na ukaacha alama sehemu ulio. Kuna dhana fulani ya kwamba unaweza ukafanya kitu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili kisikupe matokeo na ukaacha. Ni ushauri gani ambao unaweza kuwapatia aina hiyo ya vijana ambao wanaweza kuanzisha kitu mwaka mmoja ukakuta hajatoboa, akaacha, labda akaenda kuanzisha kingine akaona mbona kila ambacho nakianzisha hakidumu? Na muda gani rasmi sasa useme hichi nilichoanzisha nimekaa mpaka muda huu lakini hakifanikiwi? Kwa mtazamo wako hilo liko?
Hilo ni swali interesting. Ni swali interesting kwa sababu I think it's the challenge of our time. Mi niseme tu labda mawazo yangu yanaweza kawa tofauti kidogo. Siamini sana kwenye kuanzisha kitu nikakaa nacho muda mfupi nikahamia kingine kabla, yani kwa maana ile kukata tamaa kwamba unaona hakifanyi vizuri. Inakuwa kama procrastination. Hivyo, yani mimi ninaamini kwamba kitu chochote ili kifanikiwe kinahitaji muda. Wazo lolote ili liweze kufika kwenye wakati unaweza ukasema linafanya kazi au halifanyi kazi, unahitaji ulipe muda. Sasa muda gani? Labda we'll come back to that. Kwa sababu let's say umefanya hapo, umesema mwaka 2-3 umefanya labda miaka miwili au mwaka mmoja, unaona vitu haviendi vile unavyohitaji. Solution na fili sio kukata tamaa. Mimi nikishare na wewe idadi ya failures ambazo nimezipata, na wakati mwingine unarudi unawaza si ningeweza tu kufunga labda nikafanya kitu kingine. Ilisha kufikia hiyo kabisa. Na ilikurudishaje kwenye mstari? Nitafika hapo. Yaani nachojaribu kusema ni kwamba kwa mtu yoyote ambaye ana maono, anaanzisha kitu, anakisimamia, inawezekana siku ambazo unalala ukiwa unahisi umekosea ni nyingi kuliko siku ambazo unasema leo najisikia kwamba hiki kitu ninachofanya ni sahihi. Lakini kama kuna kitu nimejifunza kwa watu waliofanikiwa, siku zote they fall up, they don't fall down. Wanatumia vile vitu ambavyo vinawakatisha tamaa kama fuel ya kuweza kuendelea mbele. Lakini si kusema hii ni sababu ya mimi kufanyeje, kuacha. Ili ufike hapo unahitaji consistency. You need consistency. Ukifanya kitu mara kwa mara, muda mrefu, mara nyingi, kuna wakati utakuja tu kuangalia, utajifunza kwamba kule kukata tamaa nilikuwa najisikia, ile failure nilikuwa nahisi pale ni mwisho. That is actually a beautiful journey iliyonifanya niweze kufika hapa kwenye huu mlima wa mafanikio ambao leo nipo. Ambao pia mafanikio wakati mwingine, when I think about it, sio destination, ni ile safari pia ndo mafanikio. Yani si kwamba utafika sehemu utasema sasa hapa, kwa sababu pia there's always room to improve. Yani kuna kila wakati kuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi na kuboresha zaidi. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba nyakati za kukata tamaa zipo. Na labda kwenye swali lako la nimekuwa najirudishaje, mimi ni muumini kwamba ndoto yoyote ulionayo ni lazima uilipie gharama. Ndoto yoyote lazima ulipie gharama. Ndoto yoyote ulionayo ni lazima uwe tayari kuilipia gharama. Hamna ndoto ya bure. Utailipia gharama ya muda, utailipia gharama ya your mental health, kwa maana ya utimamu wako. Wakati mwingine yani inakufanya unaona kabisa yani mbona nakosa paka usingizi. Kwa sababu saa 8 usiku mtu ameamka. Ndoto, na wanasema ndoto sio ile unayoiota, ni ile inayofanya usilale, inayokunyima usingizi. Kuna wakati itakufanya uwe mbali na familia. Kuna wakati itacost mpaka your financial wellness, kwa sababu unataka kuona yani ni kile kitu you are obsessed. Kwa hiyo failure ni sehemu ya safari. Yani kuhisi kama nakata tamaa ni sehemu ya safari. Sasa unawezaje kujitoa hapo? Mimi kwa mfano, kitu kikubwa, nimekuwa nina support system. Yani nina watu ambao najua wanaweza wakaniangalia tu usoni wakasema, Rebecca, you're not okay today. Kitu gani kinakusumbua? Naongea nao na wanaweza kanirudisha. Wakati mwingine hata unakuwa unasahau kwamba kwa nini umeanza hiki kitu. Sasa kuna wakati hivi, kwa nini nafanya hiki kitu?
si ningeweza zangu tu kwenda mimi nikafanya mambo yangu mengine. I was coming to that point. Yeah, labda ukaona hicho kingefanya unapoteza labda. Also believe. Kabisa. Yeah, imesha kunitokea. Kwa sababu unaona labda backlash ni nyingi. Unaenda kwenye mitandao labda watu wengi wanakuwa wanakusema maneno. Kwa hiyo unajiuliza the weight ya maneno, matusi inaendana na the weight ya kile ninachotaka kukifanya. Kwa hiyo hizo moments zipo, na kwa mtu yote anayejitafuta zitaendelea kuwepo, lakini I feel the only thing you need to do is you have to be excessively obsessed, courageous, kwamba natakiwa niendelee, niwe consistent, kwa sababu huwezi kupata matokeo ya kitu chochote unachotaka kukifanya short term. Uwe tayari kuendelea mbele. Yeah. Asante sana. Endelea kuvuna maarifa, endelea kujifunza, kwani Uongozi Talks ni darasa lako wewe kijana mwenzangu ambaye unawiwa na ndoto na unatamani kuweza kufika mbali. Tukiangalia sasa hivi tuko kidiplomasia kwenye geopolitics, kwenye siasa zetu za kikanda. Kuna matatizo mengi mataifa yanapitia. Sio tu jambo la Afrika, ni jambo la kidunia. Je, kwa mtazamo wako na kwa uzoefu wako binafsi, imeweza kupelekea hata funds, ufadhili wa baadhi ya mashirika ya siyo ya kiserikali, maanake hizi NGOs kukosa ufadhili? Je, kutokana na hii nyakati ambazo tunapitia sasa, geopolitics ilipotupeleka, shirika linawezaje kusustain likiwa litakosa ufadhili? Na je, iko minzi nzuri ya kuweza kutengeneza ufadhili? Okay. Kwa kweli kwa kweli ninywe maji kwanza. Niseme tu kwamba geopolitics zimebadilika sana. Na ukiangalia tangu inaweza hata before Trump, lakini baada ya Trump kuingia madarakani, kile kipindi cha kwanza, na nasema Trump makusudi kwa sababu ukiangalia ile official development assistance report ambayo ina track misaada yanayoenda duniani, mfadhili mkubwa alikuwa ni Marekani. Kwa hiyo Marekani anapobadilisha sera zake za nje, by default inatuathiri pia. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano sasa hivi USAID imefutwa kabisa. Siwezi kukuambia athari iliyopo kwenye mashirika hata hapa Tanzania ni kubwa sana. Labda sio tu mashirika, wakati mwingine hata upande wa serikali, kwa sababu moja serikali pia iko na programu nyingi pia sana za afya. Hata upande wa wakimbizi kuna Sudan sio kwa na struggle hata hospitali. Ndio. Yeah. Kwa hiyo athari yake kwa kweli ni kubwa. Lakini niseme tu labda kujibu swali lako, kuna dhana ya decolonization ya funding, yani kuangalia ufadhili katika jicho ambalo sio la kikoloni. Unajua sisi tumeaminishwa, na kama hiyo nilivyosema ODA hiyo, Official Development Assistance Report, tunaamini kwamba ufadhili wa mambo yetu mengi unatoka nje, na hiyo ndo dhana wengi tulionayo. Lakini ukiangalia report inayoonyesha miamala inayokuja kwa mfano kwenye bara la Afrika, 70% ya miamala inayokuja kwenye bara letu inatoka kwa diaspora. 70%, 70% ya miamala inatoka kwa diaspora. Manake 30% tu sasa ndio utaigawa. Kuna wa bilateral, kwa maana hizi fedha zinatoka kwa watu wa serikali kama hizi labda tuseme USAID au ni Danida. Alafu kuna hizi foundations, unajua kuna private foundations pia zinatoa fedha. Kwa hiyo mimi ningekuwa nazungumza na mashirika leo, ningesema labda we need to decolonize namna tunavyofikiria funding. Kwa sababu pia kuzungumza kwa mfano dhana ya philanthropy,
yani ile feel human nanthropy, feel love nanthropy human, the love of human, maana ndo dhana ya philanthropy, the love of human. The love of human has nothing to do with grant making. Kwa Wagiriki wenyewe ukiangalia genesis ya dhana ya philanthropy, it had nothing to do with philanthropy. Ni namna unavyompenda binadamu wengine. Yani kwenye dhana yetu ya Kiafrika tungesema ubuntu. Sasa hivi kuna watu wanaojua kujaliana kama jamii zetu za Kiafrika. Mimi nikikuuliza tu leo, kuna watoto wangapi wa anko wa nani umewahi kuwachangia kusoma, umewahi kuwachangia ada, umewahi kuchangia matibabu? Kuna watu wanajua kujaliana kama jamii kutushinda. So that's hiyo sehemu ya kwanza, na fili hatujaitapu vizuri. Hatujatengeneza ile ROI kwa jamii ikaona kwa nini msichana badala ya yeye kusubiri aletewe hela atuletee baskeli kwa watoto wetu ambao ndo watoto wetu wenyewe, sisi tutauza mahindi ili tuchangie baskeli 50%. Alafu hizo 50 sasa, dhana ya pili, makampuni haya hatujaweza pia kuyazungumza sana lugha yao, sababu inawezekana makampuni hawasikii lugha ya haki, yani ile rights, your advocacy. Lakini ukimwambia unajua huyu msichana akipata elimu ya uchumi atakuja kufungua akaunti kwenye benki yako, unaongea lugha yake. Kwa hiyo kwanza yani proposal zangu ni hizo 2 au 3. Turudi kwa jamii. Jamii ya Kiafrika hasa hata ya Kitanzania inatoa sana. Tunatoa every day. Mimi hata leo labda nimetoka kumchangia mtu ada. Kwa hiyo tayari hiyo ni we are philanthropists. Si lazima philanthropy awe na ngozi nyeupe. We need to decolonize that. 2, tuangalie makampuni binafsi tuongee lugha yao kwa sababu wao pia wanahitaji kuihudumia kwenye jamii, na ile kuna ile corporate social responsibility, wana jukumu kwenye jamii. Wakielewa the ROI, the return of investment kwenye kazi tunazozifanya, we'll partner, and then tutaifikia jamii. And then ya 3 sasa ndo ambao naona ni kubwa, ambao pia naweza nikai-upload kwamba naona jitihada zimeanza, ni kuanza kufikiria mikakati ya kiphilanthropy ya ki-Pan-Africanism. Kwa mfano sasa hivi kuna the African Philanthropic Network inaleta wafadhili au watu wanaotaka kufadhili wa Afrika. Hatuwezi kumsubiri mtu aje kututatulia changamoto zetu. Mimi nafikiri ni wakati wa Afrika tuamke, kwa sababu si kwamba hatuwezi, tunaweza. Tulete resources zetu pamoja. Kama tayari miamala hii inatuonyesha 70% ni diaspora wanaleta hela Afrika. They are the biggest funders. So that's how I would explain geopolitics. Ukisema tu matatizo ya Afrika yanaweza kutatuliwa na Afrika, na kukumbuka Thomas Sankara wakati alikishiriki kikao cha Afrika AU, alienda na msafara wake na wote walikuwa wamevalishwa na madesigner wa nchini kwake. Kwa hiyo walivyoenda akaona, naona hata hivi ambavyo tumevaa kuanzia raw materials, kila kitu kimetoka nchini kwetu. Kwa hiyo Afrika nzima tuwe na dhana ya namna hii. Sio tu ni kikao cha Waafrika lakini suti tayari tunazitoa Euro. Lakini tulikuwa na nafasi sisi kama viongozi kuangalia namna gani tunaweza kuvilinda na kuvitunza. I love that concept. Amazing. It's beautiful. Na nafikiri kama hatutaki kubadilika kwa kutaka, basi tuseme hata muktadha unatutaka tubadilike kwa lazima. Dunia nzima sasa hivi countries are inward looking, zinajiangalia zenyewe kwanza, alafu ndo zinatoka kutatua matatizo ya nchi zingine. Kwa hiyo nafikiri hata Afrika si kusema kwamba tuache ile multilateralism, kushirikiana, hapana, lakini lazima kwanza tuanze kuona how are we, yani tunaletaje masuluhu ya Kiafrika
yatakayoweza kututoa hapa tulipo, kwa sababu si kwamba hatuwezi. Tuna manpower, tuna watu ambao mimi naamini ndo mtaji wetu mkubwa. Sitaki kwenda hata kwenye rasilimali, maana ni plenty. Ukianza tu kwenye ardhi ambayo ni untapped land in our continent, you know. Kwa mimi nafikiri hata kama labda tunaona muda hujafika, kinachoendelea kwa mfano sasa hivi Iran, tumeona ule mfereji wa Hormuz umefungwa. That should already be a pressure to us kwamba okay, haya mafuta tunayotoa hapa tunaanzaje kuanzisha viwanda vya kuchakata gesi yetu. Yani kuna vitu sasa kwa lazima we need to think inward, kwa sababu hata kama hatutaki, dunia inatuambia hatuwezi kwenda kama ilivyo zamani. Nimefurahi umegusia mafuta na hivi tu serikali yetu ya Tanzania kwa mara ya kwanza imezindua jiwe la msingi kujenga visima 15 vya mafuta Kigamboni. Jambo ambalo halikuwepo before, kwa hiyo vitakuwa visima vya serikali. Amazing. Kwa hiyo unaona ni one step kuweza kwenda kule ambapo tunapata. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. 2016 kuliweza kupeleka kesi mahakamani kuhusiana na sheria ya ndoa za utotoni. Na so far hongera sana, uliweza kushinda kesi hiyo. Mchakato wake ulikuwaje na impact yake ni ile ambayo umeitarajia baada ya kupeleka kesi hile, na kile ambacho kimetokea ulikuwa ni unatarajia au ulikuwa ni beyond ya matarajio? Okay. 2016, now I'm thinking about it, this long time, 10 good years. Yeah, 10 good years. Niseme tu kwanza, sisi mchakato wetu tulitaka tu ground kwa wasichana wenyewe. Hatukutaka iwe ni kitu tunafanya, na nisema hatu kwa sababu ninavyoizungumza ni kitu tuliwaza na wenzangu, lakini mnapopeleka kesi of course lazima jina liende la yule anayetaka kupetition. Kwa hiyo hatukutaka harakati tuziattach kwa taasisi au kwa mtu. Tulitaka ibebe sauti za wasichana wanaoathirika na ndoa za utotoni kwenye jamii yetu. Kwa hiyo mchakato wetu sisi kwanza ulikuwa ni very consultative. Tulijitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwashirikisha wasichana, na hasa wasichana kutoka Shinyanga. Nakumbuka kwa kipindi hicho, kwa sababu data zetu zilikuwa zinatuonyesha Shinyanga kwa asilimia za ndoa za utotoni zilikuwa ni kubwa kuliko hata ile asilimia ya kitaifa. Asilimia ya kitaifa ilikuwa ni 37 nafikiri. Shinyanga walikuwa na 59 ya watoto wa kike wanaolewa kabla ya umri wa miaka 18. Lakini mchakato wetu pia ground kwenye tafiti. Ulikuwa evidence based. Hatukutaka kwenda mahakamani na ile tu kwamba tumekasirishwa, yani katiba imevunjwa, yani tulitaka uwe very evidence based. Kwa hiyo tulikuwa na tafiti nyingi zilizofanyika za nchini, za nje ya nchi, ambazo zilikuwa zinazungumza ukubwa wa tatizo na recommendations, lakini zaidi tuliangalia hata mapendekezo ya ndani ya nchi yetu ya michakato ya kitaifa, ikiwemo ripoti ile ya Jaji Nyalali ya 91 ambayo mimi na wewe kwa labda ulikuwa hata hujazaliwa wewe Gen Z. Mimi nilikuwa hata sianza shule. I was like a baby, you know. Lakini that time, na huu muda pia unaweza kupiga ule wimbo muda wetu wa 90s. 1991 I think 92, report ya Nyalali. Moja recommendation ilitoa ni kwenye sheria mbovu ambazo zinatakiwa kufanywa kazi nchini ni hii sheria. Kwa hiyo tulijaribu mchakato uwe kulikuwa na references so much, yani sana. Alafu pia kipindi hicho nakumbuka Zimbabwe ilikuwa na yenyewe ndio ina kesi kama hii kwenye mahakama yao ya katiba ya binti moja ambaye sasa hivi amegeuka kuwa good friend of mine, Loveness Mudzuri. Na yeye alikuwa ni binti aliozwa akiwa mdogo. Kwa alikuwa amepetition kwenye mahakama yao. Kwa hiyo walikuwa ndio wameshinda 2015 Disemba. Kwa hiyo tukachukua hata ile kama reference, kwa sababu wote tuko kwenye common law. Kwa hiyo kinachotokea Zimbabwe kinaweza kika-influence pia mahakama ya Tanzania. Yeah. So mchakato ulikuwa hivyo consultative, lakini pia tulijitahidi
usiwe mchakato wa ndani ya mahakama tu kwamba kinachoendelea mahakamani ni maongezi ya mahakamani. Tulijitahidi sana kuenda na ile elimu kwa public, kwa hiyo ikawa ni public interest case, watu wakawa wanaijadili, wanazungumza hivyo. Well, in terms of impact, kwamba kilichotokea kama tunaona kimeleta impact, naweza nikasema that is subjective, lakini kwangu mimi naweza nikasema bado kwa kiasi kile ninachotamani. Najua hatua kubwa tumeipiga kwa maana ya ushindi kwenye mahakama ya rufaa ambayo imetengeneza precedent kwamba Tanzania minimum age of marriage ni 18. Ninafurahi kwamba wasichana walishinda. Ninafurahi kwamba wasichana wa Tanzania walikuwa yani ilianza kuonekana sasa wana uwezo wa kujiamulia maisha yao na future yao na sio kuwekwa captive kwa ndoa za utotoni. Lakini nafikiri tunahitaji kufanya zaidi. Moja ikiwemo kuhakikisha hii hukumu pelekwa kwenye sheria, kwa maana kuwekwa kunakiliwa kwenye vitabu, bunge kumaliza kazi yake, ambayo najua ni vitu vimekuwa vinajadiliwa sana bungeni back and forth. Wizara inasema tuko tayari, lakini I think the pace inahitaji iongezeke zaidi kuweza kuweka haya maamuzi kwenye sheria. Lakini mwisho ni kuona sasa wasichana sasa wanalindwa, kwa sababu hiyo ndo dream to exactly. Tuone wasichana sasa wanalindwa, kwa sababu mpaka hapa tunaongea bado kuna wasichana wanaozwa chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo nafikiri kazi yetu kubwa itaendelea kuwa hiyo, kuhakikisha wasichana wengi wanapata fursa za kusoma, wanapata fursa za kujiendeleza na hawakatishwi ndoto zao kwa sababu ya ndoa za utotoni. Yeah. Pamoja na makubwa ambayo umeyafanya, je, tayari sheria imeshaandikwa? Nafahamu umeshinda kesi hiyo na inatambulika sasa hivi. Je, tayari in terms of written kwamba sasa binti atapofika miaka 18 ndio aweze kuolewa, imekuwa stated hivyo au ni in terms of verbal? Okay. So maandishi yapo kwa maana ya precedent. Ile hukumu ya mahakama ya rufani ni precedent. Ni kesi rejea. Kwa hiyo ipo kwenye maandishi, si kwamba ni maneno tu, hapana. Na sheria yetu inazungumza kwamba muda unapopita ambao serikali imepewa wa kufanyia kazi marekebisho, vile vifungu vinafutika au vinafutwa automatically. Sababu serikali ilipewa mwaka mmoja kwa imebadilisha sheria. Lakini tunachotaka kuona sasa ni haya maamuzi yanapelekwa kwenye sheria ya ndoa. Kwa sababu pale ndio unaweza ukasema pia ikitokea sasa mtu ameoza mtoto, punishment itakuwa ni nini? Na mazingira gani tutatafsiri kwamba hapa hii ni ndoa ya utotoni. Kwa hiyo kuna kazi ya uandishi wa sheria ni zaidi tu ya kusema kuoa ni miaka 18, ni kuweka pia mazingira yapi ni ndoa za utotoni, hukumu itakuwa ni nini. Lakini vile vile ikija kwenye masuala ya upatikanaji wa haki, koti itapitia utaratibu gani na remedy au zile usiji tuseme ni malipo au aweni anayopewa mtu aliyepitia kwenye kitu kama hiki itakuwa ni nini. Kwa hiyo hapo ndo ninaposema hatujafanya, na nikisema hatujafanya specifically wabunge hawajafanya, kwa sababu wao ndo wana kazi ya kutunga sheria. Yes, yeah. Tutoke kidogo huko. Umeleta kwenye uwanda wako wa sheria. Tutoke kidogo hapo. Ili litakuwa ni swali lakini pia ni mtazamo kwako. Unaamini ukipendwa lazima upewe hela? Ukipendwa lazima upewe? Yaani mwanamke kama mwanaume anakupenda ni mpaka atupe hela? No. Hapana. Hapana. Kwa hiyo upendo mtupu unatosha bila kupata? Kwangu ni sawa, lakini ninaelewa watu wanaosema ili mtu anipende lazima anipe hela. Unawaelewa? Ninawaelewa kabisa 100%. Niulize kwa nini? Kwa nini? Kwa nini nawaelewa?
Unajua mahusiano yetu haya ukiyatafsiri nje ya tamaduni zetu huwezi ukayaelewa vizuri. Sasa mahusiano mengi yamejengwa kwenye mategemeo, na mategemeo, let's say, sitaki kwenda kwenye dini, lakini mategemeo labda ya tamaduni zetu za Kiafrika. Hassan anapokuwa na Aisha, mategemeo yake ni kwamba Aisha, kwa sababu ni mpenzi wangu, anatakiwa akae kwenye nafasi yake ya mpenzi wangu ambayo ni kitamaduni, awe submissive kwangu, anijali, anihudumie hivyo. Sawa, tamaduni zetu ziko hivyo. Yaani mwanaume ana mategemeo kwamba mwanamke ni lazima amheshimu, amtii hivyo. Na mwanamke ana mategemeo kwamba ninapokuwa na Hassani lazima anihudumie. Ndio maana nimesema mimi ninawaelewa. Hapo nakuelewa vizuri. Lakini naona kama kuna namna hakuna equality. Inabidi tuangalie namna unarudiji tena equality kwa nani sasa? Sisi wanaume. Equality kwa nani? Kwetu sisi wanaume. Kwenye nini? Tunaonekana kama tunatakiwa kutoa sana hela. Unafili kutii sio kutoa chochote. Mimi kuna mtu nilimwambia kuna mchongo na usikilizi. Isubiri. Alishindwa kusustain mpaka tu. Huenda tungekuwa tuko pazuri kama mchongo, na mchongo umeshatiki, lakini kujibia sasa hayupo. Ndio hivyo. Mimi niseme tu kwamba uvumilivu. Sio uvumilivu, yani mahusiano yetu sasa hivi inabidi yawe redefined kwa sababu hayaendani na mazingira yetu ya sasa hivi. Wanaume wanataka wanawake kama mama zao, ila wao hawataki kama baba zao. Shida inaanzia hapa. Huyu ambaye anasema hawezi kukupa hela kwa sababu anatoa sana, lakini anataka uwe kama mama yake, umheshimu, umtii. Kama amekoa basi ukirudi nyumbani pia uwe mwanamke ile wa Kiafrika. Lakini wao hawataki kufanya role ya baba kipindi hicho iliyomfanya mama awe vile. Ndio hiyo, unataka kutoa hela sasa. Ndio ninachosema. Kwa hiyo sio kama style, lakini kuna namna hadi isiwe kama ni force kwamba yani lazima mimi niweze kudemand hela kutoka kwa mwanaume. Kuna nyakati ambazo anakuwa na yeye hana, kwa hiyo kuna namna inabidi iwe maisha kubebana pia. Sasa kuchukuliana, nafikiri labda hiyo inaweza kuwa ni swala la hao wapenzi wenyewe kutozungumza na kuelewana, kwa sababu najua kuna watu wanachukuliana sana tu kwamba najua sasa hivi Hassan anapitia kipindi kigumu, ana rasilimali, nitamvumilia. Na ukitoa hizo ni concept mbili, unajua unamkopesha au unampa? Unajua tujamaliza la kwanza. Yani wewe umkopeshe nani sasa? Yani kwako ukipa mwanaume wako hela ni kwamba unamkopesha? Namkopesha. Lakini yeye akupe. Sasa sio tunazungumza setup hiyo hapo sasa hivi. Yani mimi nafikiri hivi tunapata hizi changamoto kwa sababu yani kama community hatujarudi kwenye meza kusema jamani, mazingira tulionao sasa hivi yanahitaji mahusiano ya namna gani? Kwa sababu kuna vitu wanaume hawataki kucompromise, lakini hapo wanataka wachukue kila kitu yani zile benefits zote na incentive ambazo wazee walikuwa wanapata bila wao kuwa na ile nafasi ambayo au kuplay a role ambayo wazee walikuwa wana play. Na wadada sasa siku hizi ambacho labda ungeniuliza, wadada wengi labda hawako tena kwenye ile utamkuta nyumbani, labda ametoka naye anajitafutia. Naye hustle. Kwa na labda tension inapokuja hapa ni kwamba mimi nina kipato na wewe una kipato, lakini mimi ndo nakuhudumia. Na hiyo ndo tension. Yes. Yani kwamba mimi na kipato na wewe una kipato, lakini wewe unataka mimi ni play role ya kukuhudumia kwa sababu mimi ni mwanaume. Nafikiri hiyo ndo inaleta tension sasa hivi, kwa sababu mwanaume anaona sasa wewe kama unafanya kazi, yani wote tunafanya kazi, yani kwa nini kuna baadhi ya vitu tu sasa? Lakini mimi nafikiri, sijui wengine kwako wewe unaona kiko sana. Mimi kwangu ambacho naona ni sawa ni kwamba mwanamke kwanza, hata usipomwambia, I tell you, yani kwa experience, wanawake hela yao nyingi wanaitumia nyumbani.
utakuta tu mapazia yamebadilishwa, hujui alibadilishwaje. Utakuta labda amenunuliwa. Wanawake siku zote hela yao inatumika nyumbani, whether you like it or not. Kwa hiyo mimi nafikiri hata mwanamke anapofanya kazi sio kitu kibaya. Wewe kaa kwenye nafasi yako, umpe, kwa sababu I can assure you hata hiyo hela unayompa bado ni anakutunzia nyumba yako hiyo hiyo. Utakuta tu kabadilisha jikoni, sijui kuna masufuria mapya yameingia, sio ya Italy, kanunua. Yani everything they do most of the time ni kuendeleza bado familia yako hiyo hiyo. Hela haitoki nje. But unajua the other side. Wanaume usipompa mwelekezo vizuri hela pa kuipeleka haiwezi kupotea. So haipotei tu, anaitumia huko nje. Nje kwa ajili ya kuletea zawadi. Yani mwanaume akiwa na hela nyingi ujue tu kamtafuta na mwingine wa kupunguzia kidogo. Kaongezea. Katubarikiwe wote anasema. Debate na mjadala unaweza kuwa mrefu. Kwa siku yako Rebecca unakuwa uko off, uko free, labda haufanyi kazi. Ratiba yako ya kawaida huwa inakuwaje? Kuna kijana naamini ambaye anaweza akajifunza kupitia ratiba yako ya siku ya kawaida ambayo hauna mizunguko rasmi ya kikazi. Okay. Being an ambivert, kwanza sitaki ratiba siku ya off. Yani kwa nini una ratiba siku ya kupumzika? Kwa sababu nasema hivyo makusudi, kwa sababu mara nyingi siku za kazi unakuta kila dakika ina kitu. Kwa hiyo unapopata siku ambayo unasema leo ni siku yangu, kusema ukweli, yani nikiwa mkweli kabisa, ni siku nayotamani niwe na muda binafsi. Yani pale nyumbani hata mdogo wangu anafahamu, nataka yani hata labda ukipita wewe pita taratibu tu, yani usipige yani nipumzike. Kwa sababu kusema ukweli siku nyingine ratiba zinaku overwhelm. Kwa hiyo siku nalala kesho. Unanielewa Kwa hiyo unapokuwa na siku unasema leo napumzika, kusema kweli mimi sipendi ratiba. Napenda nipumzike. Lakini tu labda kushare kidogo inaweza kafananaje. Nikiamka nitasali. Mimi napenda chai, watu wananijua. Naenda kutengeneza chai yangu nzuri. Tategemea kama na kitu changu hapo na labda kitabu au nilikuwa na article bado naisoma sijamaliza, nitakunywa chai yangu kunamalizia hivyo. Yani inakuwa ni siku sio ya mambo mengi. Mchana labda tutaongea pale, okay leo utaratibu umekaje, tunapika nini? Tutapika labda mchana tutakula, and then jioni mara nyingi mimi by the way sio mtu wa kutoka sana. Yani mimi kutoka kwangu mara nyingi ni kazi, kanisani. Baada ya hapo utanikuta nyumbani. Kwa hiyo jioni nitapumzika. Ninapenda pia movies, especially documentaries za masuala ya sports. Strange enough, kwa mfano sasa hivi nilikuwa naangalia season 8 ya F1 wametoa. Napenda sana kuangalia sports documentary kwa sababu naamini mafunzo yake ni beyond michezo ile. So documentary maybe that's it, siku inakuwa imeisha. We love it in terms of documentary. Ni vitu gani labda vitatu kwa kila kijana ambaye anatamani kuleta mabadiliko kwenye jamii kama ambavyo unafanya, unamshauri kijana kuweza kuviishi ama kuvifanya kila leo? Vitu vitatu kuishi kila leo. Inaweza kawa kila wiki, inaweza kawa kila mwezi, lakini hivyo vitu vitatu labda vimekusaidia na wewe kuweza kuacha hii impact ambayo leo hii tunazungumza. I think that's a very profound question. Naweza ngasema discipline. Naweza nikazungumzia mastery na guts. Can you explain in 5 seconds? Kwenye discipline, kila unachotaka kuwa miaka 10 ijayo kinaamuliwa na lisaa lako limoja la sasa hivi. Yani unafanya nini sasa hivi? Kwa nidhamu ya kuheshimu lisaa lako limoja ndio itakufanya ufikie miaka yako 10 ya ile kitu kikubwa unachotaka kufikia. Kwenye mastery, tafuta kitu ambacho unasema hiki ni kitu ambacho ninakipenda na nataka nibobee. Na kifahamu, kiishi, kwa sababu
I think hapa ndo dhana ile wanasema you have to be so good they can't ignore you. You being so good they can't ignore you. You have to master. So mastery ni muhimu. And then guts. Hakuna mtu aliyeanza kwa sababu alikuwa tayari. You don't start when you're ready. Unaanza jinsi ulivyo, pale ulivyo na ulicho nacho. Kwa lazima uwe na guts za kuanza. Usiangalie mazingira. Nikisema mazingira kwa tafsiri yako yoyote, rasilimali, network, sio unaona chochote unapotokea, usiangalie vikakutafsiri kwamba mpaka niwe na watu fulani, niwe na fedha kiasi fulani ndo ninaweza kuanza. Hapana. Unaweza ukaanza pale ulipo na kile ulicho nacho. Hakuna rasilimali kubwa kama wewe mwenyewe na akili yako. Wewe na akili yako. Kwa hiyo kwenye kuishi kusudi, naamini kwenye kuishi kusudi ambalo kila mtu amepewa hapa duniani, kitu cha kwanza ambacho kila mtu anacho ni ile tamanio kwamba nina uwezo wa kufanya kile ambacho nimeletewa hapa duniani kufanya. Kwa hiyo kuwa na guts za kuanza. Kwa kama mimi ningepata nafasi ya kuwashauri vijana, ningesema hivyo vitu viwili. Kwanza, kuwa na nidhamu. Pili, bobea katika kitu unachotaka kufanya. Na tatu, uwe na ile kuthubutu ambao unasema ndio guts. Kuthubutu wa kuweza kuendea ndoto yako, kutembea katika njia yako. Na anasema your pace, your race, your pace. Yani tembea katika safari yako kwa mwendo wako. Kwa sababu hicho ndio kitakutofautisha na watu wengine. Yeah. Tembea kwenye mwendo wako, kwenye safari yako kwa mwendo wako. Yeah. Your pace, your race, your pace. Yeah. Mazungumzia tuondokane na dunia ya kujilinganisha. Absolutely. Absolutely. Wakati tunamalizia tunasema leadership is who you are, not what you have. Au kwa maana rahisi ya kwamba leadership is who you are when nobody is watching. Wazani ni tabia gani za ndani ambazo zilikusaidia wewe mwenyewe kuweza kuwa hapo ulipo, lakini pia tabia hizo zinaweza kumsaidia kijana kokote alipo. Unajua vijana tunaweza tukaaminiwa kwenye nafasi fulani na endapo kijana utaharibu, maana yake umewaharibia kundi kubwa la vijana nyuma yako. Ambao leo na kesho wanaweza kusema tulimwamini Rebecca hapa akafanya ujinga, kwa nini tumpe Hassan? Kwa sababu na yeye atakuja kufanya yale ambayo alifanya Rebecca. Kwa vitabia gani ambavyo unadhani ni muhimu kuweza kuvidevelop day to day kuweza Hassan? Okay. Naweza nikasema kwanza ni uadilifu, ambao inawezekana nikawa ndio kitu ulichokisema hapo, kwamba namna ambavyo unaweza ukawa wakati hakuna mtu mwingine anakuangalia. Na naweza nikasema kama kuna kitu pia naona tunakosa sana karne hii, wakati wetu, uadilifu unaendelea kuwa ni value ambayo inapotea. Yani inapotea sana. Kukutana na nikisema uadilifu, yani think of hata bodaboda. Yani ile mtu umemtuma kitu akafanya yehea. Kwa kwanza mimi naweza ngasema uadilifu ni kitu naona kimenisaidia sana. Mimi nikisema nitafanya kitu kwa wakati huo. Yani uwe mtu wa maneno yako. Lakini vile vile mimi naamini sana kwenye excellence. Ubora. Chochote unachoaminiwa, fanya kwa bidii, fanya kwa nguvu zote. Kwa sababu wakati mwingine hicho ulichoaminiwa ndio kinaweza kikaamua kesho upewe au usipewe. Kwa hiyo unapopewa nafasi, onesha uwezo wako wote. Nafanya kwa ubora. Usifanye tu ili liende. Kwa mimi naamini sana kwenye excellence. Lakini vile vile ninaamini hakuna mtu ambaye ni too young to lead. Kwa hiyo ukiaminiwa, aminika. Ukiaminiwa, aminika. Kama mtu amesema ninakuamini Rebecca hapa, kwanza tengeneza wewe muscles za ndani za kujiamini kwamba mimi naweza. Kwa mimi ninajaribu mara zote kuhakikisha sauti yangu ya ndani haiwi adui yangu wa kwanza. Kwa sababu kama mimi sina adui ndani, adui wa nje hana nguvu.
lakini mara nyingi adui wa nje wanashinda, kwa sababu akikuambia tu huwezi, sauti yako ya ndani mwenyewe ilishakuambiaga hivyo unaweza nini, unajua Kwa hiyo mara zote amini katika uwezo wako, na amini kama mtu umeaminiwa kwenye nafasi fulani, then jiamini kwamba unaweza ukafanya na ufanya kwa hela yote, kwa kila, yani toa kila ulicho nacho kuonyesha ule uwezo ambao unao. Asante sana Rebecca kwa jibu zuri. Na kimsingi tuna mengi ya kuweza kuzungumza, lakini muda wetu pia sio rafiki, na hili ni darasa endelevu. Leo tunajifunza na dada Rebecca, lakini hii ni mwanzo wa wewe kuendelea kufanya vizuri kutokana na yale ambayo ametufundisha hapa Uongozi Talks. Labda nikupe nafasi ya kumalizia. Tuangalie, tupo katika chumba chenye giza na wako vijana ambao wako gizani, na kwenye mlango ambao unaonekana uwazi ama mwangaza mdogo ndiko ambapo vijana hao wanataka kuelekea, lakini vijana wako kwenye giza, hawajui wanafikaje kwenye ule mwangaza. Maliza kwa statement ambayo unaweza kumwambia kijana huyu ambaye yuko gizani ikamtia nguvu na morali ya kuweza kufikia ule mwanga. Mi naweza nikasema tu kwamba uwezo wetu wakati mwingine unaweza ukawa limited na namna ambavyo tunajiona sisi wenyewe. Kwa hiyo kama vijana tujenge kwanza kujiamini na kujitambua, kujiamini katika uwezo wetu, kutambua nafasi na uwezo ambao tunao, kwa sababu vingine vyote ambako viko nje havina nguvu tofauti na ile nguvu ambayo tunayo sisi wenyewe kama tukijitambua na kujiamini. Kwa hiyo tuamke kwa ujasiri, tutembee katika nafasi yetu, tutembee kwa kujiamini, kwa sababu sisi ndo wale ambao tulikuwa tunasubiriwa. We are exactly who the world has been waiting for. So go out there and be. Sisi ndio wale ambao dunia ilikuwa ikitusubiri, na wakati ni sasa, hakuna kurudi nyuma. Asante sana Rebecca kwa kuwa nasi siku ya leo. Tumebarikiwa sana kuweza kuwa nawe. Asante nawe ambao umekuwa ukitutazama tangu awali mpaka tumefika tamati. Naendelea kukukumbusha, hili ni darasa la uongozi, na darasa ni shule ya kila siku, halijawahi kuisha na kutosheka, lakini kwa leo tumalizie hapa. Rebecca, asante sana kwa kuwa. Asante sana. Thank you so much. Uongozi Talks, the podcast.